Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ndugu zangu wapendwa Islam, karibuni kwa mara nyingine katika muendelezo wa maudhui zetu mbalimbali kwa lengo la kuelimishana na kutanabahishana katika mambo ya msingi kwenye dini yetu. Leo inshallah taala naomba nichukue fursa hii kwa lengo la kutoa ufafanuzi wa kielimu na wakina kuhusiana na jambo la kuleta kunuti katika swala ya alfajiri. Kama tujuavyo, katika zama hizi tulizo nazo wamekuja watu wanaojinasibisha na usalafi, wanaojinasibisha na sunna, ambao wao katika mambo mabaya wanayoyafanya ni kuwatia watu wasiwasi katika ibada zao. Tumefikia katika wakati ambao watu sasa wamekuwa na wasiwasi. Yani mtu anamuombea dua ndugu yake aliyefariki, anajiuliza, anasoma khitma lakini anajiuliza, hii khitma inafika kweli au haifiki? Mtu anaswali analeta kunuti lakini anajiuliza, hii kunuti ni makosa au si makosa? Kwa hiyo watu wamekuwa na wasiwasi manake katika ibada zao, ilhali yale mambo ambayo wanayafanya watu ni mambo sahihi ambayo yamefundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yamefundishwa na salafu salih wema waliopita na ulama wakubwa katika dini yetu. Sasa naomba tuchukue fursa hii katika kulizungumza hili leo, suala la kunuti katika swala ya alfajiri, na naomba unitegee sikio vizuri na yale marejeo ambayo nitayataja hapa, ikiwa na wewe una uwezo wa kuyarejea marejeo hayo, yani vile vitabu ambavyo nitavitaja, basi na wewe utarejea, utaenda kuhakiki haya nitakayoeleza hapa. Nini hukumu ya kusoma kunuti katika swala ya alfajiri? Hili ndio swali letu. Jawabu ni kuwa kusoma kunuti katika swala ya alfajiri ni sunna, na wala si bid'a wala si makruhu, bali ni sunna. Ni sunna kwa maana ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe alilifanya, salafu salih walio wengi wamelifanya na wamelifundisha, na ulama wa Kiislamu walio wakubwa, yani mashekhe wa mashekhe, wamelifundisha na wamelifanya, na hili tutaliona leo inshallah taala. Kwa kuanzia katika kuzungumza hili, moja kwa moja tufungue kitabu kinachoitwa Al-Majmu' Sharhul Muhadhab cha Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Katika kitabu hiki juzuu ya 3 ukurasa wa 483, Imam An-Nawawi anatupa jibu hapa kuhusu kunuti ya swala ya alfajiri. Ameweka far'u, anasema fi madhahibil ulamai fi ithbati alqunuti fi subhi. Kaweka far'u ambayo inazungumzia kuhusu madhehebu ya ulama katika kuthibitisha kunuti ya sala ya asubuhi. Na hapa tunazungumza ile kunuti endelevu, kunuti endelevu, ile kunuti inayoletwa kila siku kama tunavyoleta sisi Mashafi'i, kunuti ya kila siku, sio ile kunuti ambayo huletwa kwenye swala zote katika siku za mabalaa zinapotokea dharura nawazil. Hapa tunazungumzia ile kunuti ya kila siku kwenye swala ya alfajiri. Sasa al-Imam An-Nawawi katika kitabu chake hiki Al-Majmu' anasema, madhhabuna annahu yustahabbu al-qunutu fiha. Madhehebu yetu, yani anakusudia madhehebu ya Kishafi'i, ni kwamba inasuniwa kuleta kunuti katika swala ya alfajiri, sawaun nazalati nazilatun au lam tanzil. Ni sawa tu iwe kuna dharura, kuna maafa yametokea, au kuwe hakuna maafa na dharura yoyote iliyotokea. Kunuti siku zote ni mustahab katika madhehebu yetu. Imamu Nawawi anasema hivyo. Wabihadha, tuyashike maneno haya vizuri sasa. Wabihadha, na kwa kauli hii na kwa msimamo huu, qala aktharu salafi, ndio wamesema wengi katika wema waliopita. Hao salaf wengi, anasema Imamu Nawawi, ndo wamesema msimamo huu wa kwamba kunuti katika swala ya alfajiri siku zote ni sunna. Wa man ba'dahum, na waliokuja baada ya hao salafu salih,
salafu salih wenyewe wema waliopita kwenye karne za mwanzo huko na waliokuja baadaye wamesema hivi kwamba kunuti katika swala ya alfajiri ni sunna. Au kathiru minhum, Imam Nawawi anasema ima ni aktharu salaf au kathiru minhum, ima ni wengi mno, yani asilimia kubwa mno ya salaf, au inawezekana isiwe asilimia kubwa sana lakini wengi wao, bado itabakia kuwa ni wengi wao. Hii akthar ilikuwa inasisitiza zaidi kuliko hii kathiru. Kwa Imam Nawawi anasema manake asilimia kubwa mno, au hata kama haitokuwa asilimia kubwa mno lakini ni asilimia kubwa bado itabakia ya wema waliopita, ndio msimamo wao. Sasa kwa maneno haya tu, kabla ya kuendelea mbele, tuwaulize wale wanaojiita salafi na wanapinga kunuti ya swala ya alfajiri, wako wapi wao baina yao na maneno haya ya Imam Nawawi, ambapo Imam Nawawi tayari ameshatuambia hii ndiyo kauli ya wengi katika salafu. Akaendelea Imam Nawawi rahimahullah, anasema wa mimman qala bihi, na katika wale waliosema kuhusu hilo la kunuti ni Abu Bakr ni Siddiq wa Umar ibn al-Khattabi wa Uthman wa Ali wa ibn Abbas wal Barra ibn Azib radiyallahu anhum. Hawa wote waliotajwa hapa masahaba, pamepokewa kutoka kwao kuhusu wao kulikubali na kulitekeleza jambo la kusoma kunuti katika swala ya alfajiri. Kisha akaendelea Imam Nawawi akasema rawahu al-Baihaqi bi asanida sahihatin, na vile vile amepokea Imam al-Baihaqi kwa milolongo ya wasimuliaji iliyokuwa sahihi kuhusu kunuti alfajiri kwamba imethubutu siku zote iletwe. Waqala bihi min at-tabi'ina faman ba'dahum khalaiqun, na tabi'in vile vile wapo waliosema hilo na waliokuja baada yao wengi wamesema msimamo huu wa kwamba kunuti alfajiri ipo. Wa huwa madhhabu ibn Abi Layla wal Hasan ibn Salih wa Malik wa Dauda, na haya ndiyo madhhabu ya Ibn Abi Layla na Al-Hasan na Ibn Salih na Malik na Daud, ndiyo madhehebu yao ya kuleta kunuti katika swala alfajiri kila siku. Kwa kauli hii ya Imam Nawawi rahimahullah, tutakuwa tumepata mwanga wa kujua kwanza ni ipi hukumu ya kuleta kunuti katika swala ya alfajiri. Ni kwamba ni sunna, bali ni jambo lililopokewa kutoka kwa masahaba, tabi'in na salafu salih walio wengi sana, wema waliopita. Baada ya kauli hiyo, sasa tuende kuonyesha, je, kunuti katika swala ya alfajiri ni jambo lililofundishwa na Mtume au ni jambo lililofanywa na Mtume sallallahu alayhi wasallam? Kwa sababu kuna athar inasimuliwa kutoka kwa Saad ibn Tariq kwamba alimuuliza baba yake, baba, wewe ulisali nyuma ya Mtume, nyuma ya Abu Bakri, nyuma ya Umar, nyuma ya Uthman, je, walikunuti hawa? Yule baba akamjibu mwanawe kwamba aibunayya muhdath, mwanangu, hilo jambo limezushwa. Hii kauli ambayo inatumiwa kama ni hoja ya kupinga kunuti kwenye sala ya alfajiri, tunaiheshimu hii kauli, lakini tunasema hii kauli haiko katika usawa. Haiko katika usawa kwa sababu jambo hili halijazushwa. Jambo la kudumisha kunuti katika sala ya alfajiri halijazushwa kabisa kabisa. Limethibiti katika hadithi sahihi. Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam ameleta kunuti katika swala ya alfajiri mpaka alipoondoka duniani. Yani kuacha kwake ni kule kufariki kwake, lakini siku zote Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akileta kunuti katika swala ya alfajiri, na hilo inshallah ndo tutalithibitisha hapa tena kielimu kwa kutumia marejeo mbalimbali ya vitabu. Hadithi yenyewe kwanza tuisome, hadithi inayothibitisha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alileta kunuti, kisha tutaijadili hii hadithi, je, ni sahihi au si sahihi. Hadithi imesimuliwa na Abu Ja'far Ar-Razi an Rabi' ibn Anas an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadithi ni kutoka kwa Anas. Anas, sahaba huyu radhiyallahu anhu, alisimulia anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama qanata shahran yad'u alayhim thumma tarakahu wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqa ad-dunya. Anas anasimulia Mtume sallallahu alayhi wasallam
alikuwa akiwaombea maapizo watu wakorofi ambao waliwaua baadhi ya masahaba. Katika mwaka wa 4 Hijria lilitokea tukio la baadhi ya masahaba ambao walitumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaifundisha Qur'ani, wakauliwa njiani na watu wakorofi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa akiomba maapizo kuwaombea wale Allah waangamize wale ambao wamefanya tukio lile la kuwaua masahaba. Sasa Anas anasimulia kwamba mwezi mzima Mtume alikuwa anafanya zoezi hili, kisha akaacha. Alikuwa akifanya katika sala zote kisha akaacha. Lakini wa amma fi subhi, ama katika sala ya asubuhi, falam yazal yaqnutu hatta faraka dunia, hakuacha Mtume kukunuti mpaka alipofariki dunia, yani mpaka alipofariki, mpaka alipoondoka duniani, mauti alipomkuta, alikuwa akiendelea kukunuti katika swala ya alfajiri. Sasa hadithi hii ambayo imepokewa na Imam Abdul Razak katika musannaf yake, Ibn Abi Shayba, imepokewa na Imam Hakim, Imam Ahmad na wengineo katika wanachuoni. Hadithi hii kwetu sisi ndiyo hoja ya kwanza kuu inayotuthibitishia kuthibiti kwa kunuti katika swala ya alfajiri. Hadithi hii ya Anas ambayo anasimulia Mtume hakuacha kukunuti katika swala ya alfajiri mpaka alipokutwa na umauti, yani kuacha kwake ikawa ni kule kufariki kwake. Hadithi hii ndiyo hoja yetu ya kwanza ambayo tunaitumia katika kuthibitisha swala la uwepo wa kunuti katika swala ya alfajiri. Sasa ikiwa mtu atasema hadithi hii ni dhaifu, wewe endelea kumwambia kwamba hadithi hii si dhaifu, hadithi hii si dhaifu, hadithi hii ni sahihi na kuitumia ni sahihi na ni bora kuitumia kuliko kutokuitumia. Haya, wanaosema hadithi hii ni dhaifu wanasema kwa hoja gani? Wanaosema hadithi hii ni dhaifu wanasema kwa hoja ya kwamba ndani ya hadithi hii msimuliaji huyu Abu Ja'far Ar-Razi huyu, wanasema huyu ni mtu ambaye hadithi zake hazichukuliwi. Kwa hiyo kuwepo kwa Abu Ja'far Ar-Razi katika sanadi ya hadithi hii ndiyo sababu hadithi hii ikawa ni dhaifu. Wanaoipinga hadithi hii wanasema hivyo kwamba hadithi hii ni dhaifu kwa sababu yumo Abu Ja'far Ar-Razi. Sasa hebu tuangalie kwanza hadithi hii ni dhaifu, na je Abu Ja'far Ar-Razi hadithi zake hazichukuliwi? Tuangalie hilo. Turudi tena katika kitabu hiko Al-Majmu' cha Imam An-Nawawi katika ukurasa wa 484. Kadhalika Imam An-Nawawi pia katika kitabu chake Al-Adhkar pia ameeleza maelezo kama haya ya kuisahihisha hadithi hii, lakini tunukuu haya maneno yake yaliyopo katika kitabu Al-Majmu' juzuu ya 3 ukurasa wa 484. Imam An-Nawawi rahimahullah anasema kuizungumzia hadithi hii, anasema hadithun sahih, hadithi ni sahihi, rawahu jama'atun minal huffadhi wa sahahuhu, wameipokea kundi la mahufadhi wanachuoni wakubwa wa hadithi na wameisahihisha, yani wamesema ni sahihi hadithi hii. Wa mimman nassa ala sihhatihi, na katika wale ambao wamethibitisha usahihi wake Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad ibn Ali Al-Balkhi, ni Imam Al-Balkhi wa kwanza, wal Hakim, na Imam Al-Hakim Abu Abdullah fi mawadhi' min kutubihi, katika sehemu mbalimbali kwenye vitabu vyake, wal Baihaqi, na Imam Al-Baihaqi, wa rawahu Ad-Daraqutni min turuqin bi asanida sahiha, na vile vile ameipokea al-Imam Daraqutni katika njia mbalimbali kwa milolongo ya wasimuliaji iliyokuwa sahihi. Kwa hiyo Imam An-Nawawi anakuja tena kutuonyesha kwamba hadithi hii mahufadhi wakubwa na wanachuoni wakubwa wengi, tena sio wawili wala sio watatu, ambao wameisahihisha hadithi hii na wamesema ni sahihi, wameithibitisha. Kwa hiyo mwenye akili yoyote atatosheka na kuwa hadithi hii ni hoja, kwa sababu tayari wanachuoni hawa wameshaisahihisha. Lakini turudi kwenye ile hoja yetu inayomhusu Abu Ja'far Ar-Razi, ambaye ndiye sababu ya wale wanaokataa hadithi hii kusema dhaifu kwa sababu ya uwepo wa Abu Ja'far Ar-Razi. Turudi kwenye hoja yetu hiyo.
Na ili turudi vizuri katika hoja yetu hiyo, tufungue kitabu kinachoitwa Al-Kamilu fi Du'afa'ir Rijal. Kitabu hiki cha Al-Hafidh Ibn Adi rahimahullah. Tukifungue kitabu hiki katika juzuu ya 8 ukurasa wa 303 mpaka ukurasa wa 306. Hapa kwenye ukurasa wa 303 Ibn Adi rahimahullah amemtaja huyu Abu Ja'far Ar-Razi jina lake kwamba anaitwa Isa ibn Mahan. Na kwa hivyo twende kwenye ukurasa wa 306. Kwenye ukurasa wa 306 tutakuta hapa maneno ya Al-Hafidh Ibn Adi baada ya kuelezea khitilafu za wanachuoni wanavyomzungumza Abu Ja'far Ar-Razi. Al-Hafidh Ibn Adi akasema wali Abi Ja'far Ar-Razi ahadithun salihah. Anasema na huyu Abu Ja'far Ar-Razi ana hadithi zilizokuwa nzuri tu, yani mustaqima, hadithi zilizonyoka, zilizo sawa. Yarwiha, amezipokea hadithi sahihi nzima, amezipokea. Waqad rawa anhu an-nasu wa ahadithuhu ammatuha mustaqima, na watu wamepokea hadithi kutoka kwake na hadithi zake nyingi, asilimia kubwa ziko sawa. Wa arju annahu la ba'sa bihi. Kamata maneno haya ya Al-Hafidh Ibn Adi, wa arju annahu la ba'sa bihi. Anasema Ibn Adi rahimahullah, moja katika wanachuoni wakubwa, anasema na mimi ninamtarajia huyu kwamba hakuna tatizo kwake, yani ni mtu ambaye hadithi zake zinaweza kuchukuliwa, huyu Abu Ja'far Ar-Razi. Hapa Al-Hafidh Ibn Adi katika kitabu chake hiki Al-Kamilu anatuthibitishia kwamba Abu Ja'far Ar-Razi aliyeko kwenye hadithi hii ya kunuti ni mtu ambaye hadithi zake zinachukuliwa. Lakini kama hatutosheki, tuende katika kitabu kingine. Tuende katika kitabu cha Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah kinachoitwa Tahdhibu Tahdhib, juzuu ya 12 ukurasa wa 56. Katika ukurasa huu wa 56 juzuu hii ya 12 Imam Ibn Hajar Al-Asqalani amemtaja jina lake huyu Abu Ja'far Ar-Razi, lakini katika ukurasa wa 57 akaelezea sasa kuhusu Abu Ja'far Ar-Razi. Sikiliza vizuri na uangalie haya maneno. Anasema Ibn Hajar, wa qala Ishaq ibn Mansur an Ibn Ma'in kana thiqatun. Amesema Ishaq ibn Mansur kutoka kwa Ibn Ma'in, anaelezewa huyu mtu kwamba kana thiqatun khurasaniya, alikuwa ni mtu wa Khurasani ambaye ni madhubuti. Thiqa, ambaye anategemewa. Mtu thiqa ni yule ambaye hadithi zake zinapokewa. Kwa hiyo chukua hiyo sifa ya Abu Ja'far Ar-Razi kutoka kwenye kitabu hiki Tahdhibu Tahdhib juzuu ya 12 kwamba Abu Ja'far Ar-Razi hadithi zake zinapokewa, amesifiwa hapa kwa sifa ya kuwa ni thiqa. Lakini mbeleni akasema waqala Ibn Abi Maryam an Ibn Ma'in, vile vile Ibn Abi Maryam amepokea kutoka kwa Ibn Ma'in kwamba huyu Abu Ja'far Ar-Razi yaktubu hadithahu walakinahu yukhti'u, yeye alikuwa hadithi zake anaziandika lakini anakosea katika kuandika. Sasa anakosea wakati gani? Hadithi gani ambazo zimebainika kwamba zilikuwa zikikosewa za huyu Abu Ja'far Ar-Razi? Tuendelee mbele tutaona. Waqala Ibn Abi Khaythama an Ibn Ma'in, Ibn Abi Khaythama naye anasema kutoka kwa Ibn Ma'in kwamba huyu mtu ni salih, huyu mtu ni mtu mwema, ni mtu mzuri ambaye anafaa. Waqala Ad-Duri an Ibn Ma'in, na Ad-Duri amesema kutoka kwa Ibn Ma'in thiqatun, kwamba huyu Abu Ja'far Ar-Razi ni thiqa, ni mtu wa kutegemewa. Wa huwa, na yeye yughlitu fi ma yarwi an Mughira. Abu Ja'far Ar-Razi alikuwa akikosea. Imebainika kwamba kukosea kwake mara nyingi, kuchanganya kwake mara nyingi ilikuwa ni kumeonekana katika zile hadithi ambazo alikuwa anazipokea kutoka kwa Mughira. Hapa ndo kwenye pointi yangu. Kwa hiyo wale wanaoidhoofisha hadithi hii ya kunuti wajue kwamba Abu Ja'far Ar-Razi hadithi zake nyingi zilizoachwa zilikuwa ni kutoka kwa Mughira, anapopokea kutoka kwa Mughira. Hii hadithi ya kunut ameipokea kutoka kwa Rabi'. Ni hilo la kwanza. La pili ni kwamba
yeye mwenyewe Abu Ja'far Ar-Razi tayari ulama wengi sana wameshamsifu kuwa ni thika na ni mtu ambaye hadithi zake zinapokewa kama tulivyoona. Kwa hiyo hapa tumepata taswira kwamba hadithi hii ya kunuti imethibiti na kunuti ipo katika sala ya alfajiri. Lakini ajabu ni kwamba kuna baadhi ya watu wanasema kunuti mtume alileta kwenye kipindi cha mabalaa na sisi tumefundishwa kuleta kunuti katika kipindi cha mabalaa, kwenye nawazil zile zikishuka dharura mabalaa ndo tulete kunuti. Sasa hamuoni nyinyi mbali na kuthibiti kwake kunuti katika sala ya alfajiri, hamuoni huku kuleta kunuti kila siku katika sala ya alfajiri ndo mahala pake kwa wakati huu? Wakati tulionao hivi sasa ndio wakati ambao umeenea hayo mabalaa, maradhi ya kila aina, mabalaa yaliyopo duniani ya kila aina. Manake wakati wowote unaweza kusema kwamba tunaweza kuangamizwa, lakini rehma za Allah tu ametuachia na tupururia. Lakini mabalaa yaliyopo kwenye dunia hii ni dunia au zama ambazo zina kila aina ya uchafu. Watu wanafanya zina, watu wanafanya liwat, wanarekodi, wanaweka kwenye mitandao. Kwenye mitandao watu wanafanya machafu mengi, watu wanalewa hadharani, watu wanatukana, wanafanya machafu mengi. Maradhi ya kila aina, mabalaa, vita. Kwa hiyo kama kuna kipindi cha kuleta kunuti, basi hiki kinastahili zaidi ikiwa ni kwa hoja hiyo ya kwamba kuwe na mabalaa. Kwa hiyo kwanza kunuti ya alfajiri imesihi, hadithi yake ni sahihi, na wanaoidhoofisha kwa sababu ya Abu Ja'far Ar-Razi tumeshaonyesha ushahidi hapa kwamba Abu Ja'far Ar-Razi yuko sawa, na kwa hivyo hadithi hii kama walivyoisahihisha wengi katika ulama tuliowataja, hadithi hii ni sahihi. Lakini tunapaswa kuelewa jamani, haya mambo yazungumzwe kielimu. Haya mambo yazungumzwe kielimu, si kila mtu azungumze. Katika kanuni kwenye masala ya hadithi, inapokuja riwaya, wanapokuwa baadhi ya ulama wamethibitisha riwaya na kuna wengine wameipinga ile riwaya, wanaotangulizwa ni wale walioithibitisha riwaya. Kwa hiyo hadithi hii ya kunuti, licha ya kwamba wapo wanachuoni waliosema haijathibiti, lakini wapo wanachuoni wengi waliosahihisha, na tumeona katika sanadi yake hakuna tatizo. Tatizo wanasema ni Abu Ja'far Ar-Razi, lakini Abu Ja'far Ar-Razi amesifiwa na wanachuoni wengi sana na hana tatizo. Sasa katika kanuni ya kielimu wanachuoni wanasema kwamba al-muthbitu muqaddamun ala nafi, yule mwenye kuthibitisha hutangulizwa kuliko yule anayekanusha. Kwa hiyo yule anayethibitisha riwaya hutangulizwa kuliko yule anayekanusha riwaya. Na hii kanuni almuthbitu muqaddamu ala nafi, hata Albani shekhi wao, mwalimu asiye na walimu, pia ameitaja katika kitabu chake Sifatus Sala. Hadithi nyingine inayothibitisha uwepo wa kunuti katika sala ya alfajiri ni hadithi iliyopo katika sahihi Muslim, inayotokana na Muhammad ibn Sirin. Anasema Muhammad ibn Sirin, qultu li Anas ibn Malik, nilisema kumuuliza Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, hal qanata ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi salati subhi, je mtume alikunuti katika sala ya asubuhi? Qala, akasema Anas, naam, ndio, baada ruku'i yasira, baada rukuu alikunuti kidogo. Nini maana ya yasira? Wengine wanatafsiri yasira kwa maana kwa muda mdogo kisha akaacha, lakini hapa yasira ni wazi kwamba hakukunuti kwa dua ndefu, kakunuti kidogo tu kwa muda mchache, kakunuti kwa ile dua ambayo imepokewa. Basi ndio maana ya yasira. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa maana kuna hadithi tayari tumeshaithibitisha ya Anas ambayo anasema mtume alikuwa kikunuti siku zote katika swala ya alfajiri mpaka alipofariki. Na dua yenyewe ya kunuti ni ile dua ambayo imepokewa kutoka kwa Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma, alisema allamani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kalimat, mtume alinifundisha maneno, aquluhunna fil witri fil qunut, ni aseme hayo katika witri, katika qunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, mpaka mwisho. Haya ndio maneno ambayo yamepokewa, na hii hadithi ndio isema ni hadithi ambayo inapatikana katika Sunan Abi Daud kwa nambari 1425, vile vile katika Jami'u Tirmidhi kwa nambari 464. Ameipokea pia Imamu Nasai katika sunani yake kwa nambari 1745, Sunan Ibn Majah pia kwa nambari 1178. Wameieleza hii hadithi kuhusu hii dua ya kunuti. Sasa
hadithi hii ni nyingine inayothibitisha kwamba mtume alikuwa akikunuti katika sala ya alfajiri. Sasa kuna hadithi ambayo huwa inatumiwa. Hadithi ipi? Hadithi inayosema kwamba qanata shahran sallallahu alayhi wasallam, mtume alikunuti mwezi mzima, yad'u ala ahya'i min ahya'i al-arabi thumma tarakahu, alikuwa akiwaombea maapizo makabila miongoni mwa makabila ya Waarabu wale waliowaua Waislamu, kisha akaacha. Sasa nini maana ya kisha akaacha? Kwamba aliomba mwezi mzima kunuti akiwaombea maapizo yale makabila yaliyowaua Waislamu, kisha mtume akaacha. Hapa wanasema ulama, mfano Al-Hafidh Abdurrahman ibn Mahdi katika kwenye Sunan al-Baihaqi, ukiangalia Sunanul Baihaqi al-Kubra juzu ya pili nambari ukurasa nambari 201, Al-Hafidh Abdurrahman ibn Mahdi anasema innama taraka al-la'na, alichokiacha mtume ni ile kuwalaani, sio kwamba alfajiri tena alikuja kuacha. Aliacha kule kuwalaani, lakini suala la kunuti mtume alfajiri aliendelea nalo, sio kwa maana alikunuti mwezi mzima kisha akaacha eti ndo aliacha kunuti moja kwa moja katika swala zote. Katika swala ya alfajiri aliendelea mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo anasema Al-Hafidh ibn Abdurrahman ibn Mahdi kwamba innama taraka al-la'na, alichoacha mtume ni kule kulaani. Lakini pia kumepokewa athari mbalimbali zinazothibitisha kuwa kunuti ipo katika swala ya alfajiri. Mfano ukiangalia Musannaf ya Ibn Abi Shayba rahimahullah, ukiangalia juzu ya pili kuanzia ukurasa 104 mpaka ukurasa 105, utaziona hizi athar anazisimulia hizi za wema waliopita ambao imepokewa kwao kuwa walikuwa na kunuti alfajiri. Mfano athari ya kwanza ni kutoka kwa Abu Uthman an-Nahdi, amesema kwamba inna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu rafa'a yadayhi fi qunuti al-fajr, Sayyidina Umar aliinua mikono yake katika kunuti ya alfajiri akiwa anaomba analeta kunuti. Sayyidina Umar aliinua mikono yake akiwa analeta kunuti katika swala ya alfajiri. Utaikuta hii katika Musannaf ya Ibn Abi Shayba juzu ya pili ukurasa wa 512. Lakini vile vile kutoka kwa Abu Raja, alisema Abu Raja kwamba raaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yamuddu bidab'aihi fi qunuti salati al-ghada, nilimuona Ibn Abbas akinyanyua mikono yake katika sala ya alfajiri akikunuti. Abdullah ibn Ma'qal pia naye amesema kwamba qanata fil fajri rajulani min ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam, wamekunuti katika masahaba mtume watu wawili, Ali wa Abu Musa radhiyallahu anhuma. Yote hayo utayapata katika Musannaf ya Ibn Abi Shayba juzu ya pili ukurasa 104 105. Lakini vile vile kutoka kwa Al-Awwam ibn Hamza alisema kwamba saaltu Uthman an-Nahdi, nilimuuliza Uthman an-Nahdi anil qunuti, kuhusu qunuti, faqala, akasema baada rukuu, mahala pake ni baada ya rukuu. Faqultu, nikamuuliza amman, umelitoa hili kutoka kwa nani? Faqala, akasema an Abi Bakri wa Uthman, kutoka kwa Abu Bakr na Uthman radhiyallahu anhuma. Kwa hiyo kwa maelezo haya mafupi ya kielimu nadhani utakuwa umetosheka kwa suala la kukunuti alfajiri limethibiti. Mtu akikuuliza limethibiti kwa kipi, utamtolea hadithi ya Anas inayoeleza kwamba mtume alidumu na kukunuti mpaka akafa. Akikwambia dhaifu, namwambia hii hadithi ni sahihi, imeshasahihishwa na wanachuoni. Na ama Abu Ja'far Ar-Razi aliyemo kwenye hadithi hii, wengi katika wanachuoni wameshasema huyu mtu ni thika na inafaa kupokewa kwake hadithi. Na hadithi ambazo zilikuwa zikiachwa za Abu Ja'far Ar-Razi ni zile alizozipokea kutoka kwa Mughira. Hii hadithi ameipokea kutoka kwa Rabi' ibn Anas. Wallahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mpendwa ambaye unatufuatilia kupitia Haji Upepo Online TV. Natumai bila shaka wewe ni mpenzi wetu kwa hali na mali, na natumai pasina shaka kwamba unatamani harakati zetu zifike mbali zaidi na channel yetu iboreke zaidi. Kwa hivyo basi tunakuomba hivi sasa tuma mchango wako kwa haraka mno kupitia namba zetu hizo hapo chini. Kisha baada ya kutuma mchango wako tu nitumie SMS kupitia WhatsApp kwa namba yangu hiyo hapo, na hapo nitakuunga katika magrupu yetu ya elimu ambayo tunafundisha vitabu na fani mbalimbali ili uwe memba wa Haji Upepo Online TV.
Chaneli yetu kwa sasa haina vifaa kabisa, na kwa hivyo tunaomba uchangie sasa bila ya kurudi nyuma na bila ya kusema kwamba atachangia mwingine. Ni wewe ambaye tunakutarajia utashikamana nasi katika hali yetu hii ya kidharura, ili tutatue tatizo letu hili na harakati zetu ziende mbele. Fanya haraka kwenye hili, changia sasa kadri ya uwezo wako kupitia namba zetu hizo hapo, kisha nitumie SMS kupitia WhatsApp. Shukran sana wa jazakumullahu khairan.